Kwa jina naitwa Mariam Charles Gogi. Mimi ni mwana halmashauri kwenye halmashauri ya kijiji cha Vuga. Mama, tunakushukuru. Kwanza nianze shukrani kutoka kwako. Maana ulipokuja siku ile, ulikuja tulikuwa tuna machungu, lakini leo tuna amani, tuna furaha. Mradi ambao mama ametutua ndoo kichwani utatuletea maendeleo katika kijiji chetu. Tunajua kabisa mradi huu wa maji uliokuja hapa kwetu utatuletea manufaa mengi. Kwenye makanisa, kwenye taasisi za kanisa, hospitalini kulikuwa hakuna maji. Hata juzi nesi anasema wakina mama mzae tu maana maji yako mlangoni. Maana kipindi kile maji yalikuwa hayapatikani. Mpaka uyafuatilie bondeni ukalete maji, lakini sasa hivi tumeruhusiwa na nesi tuzae na tutazaa kwa sababu maji yako bomba. Napenda kushukuru mradi huu wa maji kwa sababu mwanzoni nililalamika sana jinsi nilipopoteza ujauzito wangu kwa ajili ya kubeba maji. Lakini Mama Samia alisikia yale machozi kwa sababu yeye ni mwanamke. Aliona machozi yetu akatuletea mradi huu wa maji. Kwa mimi pongezi nyingi sana kwake na atarajia wajukuu kutoka kwetu. Kwa sababu tayari ni mama kijacho, yani mitano tena kwake. Yani namshukuru sana. Jina naitwa Allen Michael Shauri, ni mwanakijiji wa kijiji hiki cha Vuga ambacho kilikuwa kinalia kwa muda mrefu sana kwa ukosefu wa maji. Wazee wetu wanatueleza mradi huu umeanza kuasisiwa toka mwaka 1987 ambao wengine ilikuwa bado hata hatujazaliwa. Nashukuru Mungu toka uje we mwandishi wa habari tarehe 6 ya mwezi wa 5 mwaka jana mpaka leo hii tunapoongea hapa mwezi huu wa 3 wa mwaka huu tulionao, tunaona matokeo makubwa sana kwamba Klaus ni moja kati ya mwanafamilia wa Vuga. Kwa maana tunaenda kutuliwa ndoo vichwani. Kwa hiyo kwa kushukuru kwanza hii media ya Klaus FM, sisi tunakuchukua wewe kama mwanafamilia wetu wa Vuga. Maana kilio chetu kimefika mbali, kimefika kwenye uongozi mkuu na leo hii tunashukuru tumepata huduma ya maji. Asante. Zabeti Milaji Semkieti, mwana kijiji wa Vuga. Jambo la kwanza ninashukuru sana kwa siku tena ya leo kusimama mahali hapa kwa mwandishi wa habari. Tunakushukuru kwa kuja kutuona shida zetu ukatupelekea kwenye uongozi mkuu. Na pia tunamshukuru Mama Samia. Kweli ni muda mrefu tumesubiri sana siku ya maji mpaka ukaja kutuchukua taarifa zetu pale kwenye uandishi wako wa habari. Pia tunakushukuru kuja turudisha nyuma. Mungu akubariki sana. Kwanza jambo la kwanza tunamshukuru Mungu kwa mradi huu kwa sababu ulikaa miaka mingi hatujapata maji. Lakini leo ni siku ya leo kubwa sana. Tunashukuru kwa sababu tumeyaona maji yanatiririka leo. Sasa hivi tayari kila mmoja anajua kwamba miundombinu hii ina faida. Maana ililala miundombinu mingi ya miradi iliyopita karibia miradi 3 tokea mwaka 80 sina ngapi huko mpaka wa leo ndio watu tunaona maji. Kwa hiyo hili sisi kwetu ni fahari na tutaendelea kuitunza miundombinu. Big up mama, big up waziri wetu wa maji, big up mbunge wetu. Asante sana. Gharama ya shughuli ya utekelezaji wa mjenzi wa mradi wa maji Kiongoe Vuga ilikuwa na shilingi milioni 195,385,085 ambapo hadi sasa fedha zilizotumika ni kiasi cha shilingi milioni 61,891 na kupeleka mradi kufikia 100% kwa upande wa ujenzi wa miundombinu. Mafanikio ya mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kukamilika kwa mradi huu kutanufaisha idadi ya wananchi wapatao 1578 kupata huduma ya maji safi na salama kutosheleza. Leo tunashangilia Vuga kupata maji. Lakini nyinyi mnajua viko baadhi ya vitongoji vya kijiji cha Vuga bado mradi huu haujaweza kwenda. Uongo? Kweli. Sasa tukiharibu miti hii, misitu hii, hao wengine watapataje maji? Najua mradi huu uliposanifiwa ilikuwa maji yafika kwenye vitongoji vyake vyote. Najua maji hayajafika pale. Najua maji hayajafika Tambulieni. Meneja wa RUWASA, baada ya kuzindua mradi huu, sasa tuelekeze nguvu tuhakikishe na vitongoji hivyo vinapata maji. 1, 2,
3.